Naam, karibu mtazamaji wangu na karibu tena katika fundisho letu la siku ya leo. Na leo tunaanza rasmi mafundisho yetu ya Biblia, na tutaanza na Agano la Kale, ambapo tutaanza na kitabu cha Mwanzo ambacho kinaitwa Mwanzo, katika Kiingereza Genesis. Tutaanza katika sura ya kwanza, mstari wa kwanza, na tutaendelea hivyo hivyo mpaka kumalizia. Kwa hivyo nataka wakati huu wabatane pamoja na mimi ili tuweze kwenda pamoja, na nataka tuendelee kujifunza Biblia kutoka siku ya leo mpaka wakati tutakapomaliza au kamilisha mafundisho ya Biblia yote yenye vitabu 66. Kwa hivyo kichwa cha fundisho letu la leo kinasema kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, na tutaanza kwa kuangalia uumbaji wa Mungu wa mbingu na nchi. Uumbaji wa mbingu na nchi, na maandiko makuu katika somo hili letu la sura ya kwanza linatoka katika vitabu viwili. Kitabu cha kwanza ni Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza, na vile vile katika waraka wa Ibrania sura ya 11 mstari wa 3. Na katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza, Biblia inasema kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na katika waraka wa Ibrania Biblia inasema kwamba kwa imani tufahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanyika kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwa hivyo nataka sasa tuangalie lengo la somo, na tunaona kwamba baada ya somo hili wewe utaweza kufanya yafuatavyo. Moja, utaweza kueleza maana ya uumbaji. Pili, utaweza kuelewa kuwa Mungu ndiye muumba wa vitu vyote. Tatu, utaweza kueleza siku 6 za uumbaji. 4, utaweza kuelewa nafasi ya mwanadamu katika uumbaji, na vile vile 5, utaweza kuelewa mafundisho ya kiroho yaliyomo katika Mwanzo sura ya kwanza. Na tunapoangalia katika utangulizi wetu tunaona ya kwamba kitabu cha Mwanzo ni kitabu cha kwanza cha Biblia, na neno mwanzo maana yake ni beginning katika Kiingereza, au kuanzia, kitu cha kwanza, kitu cha naweza kusema kama number 1. Na kwa hivyo kitabu hiki kinaeleza mwanzo wa dunia, kinaelezea juu ya mwanadamu, kinaelezea juu ya dhambi, kinaelezea juu ya ndoa, kinaelezea juu ya mataifa, kinaelezea juu ya wokovu, na vile vile kinaelezea juu ya taifa la Israeli. Na mwandishi wa kitabu hiki anaaminika kuwa Musa. Tukianapoangalia mada kuu ya Mwanzo, mada kuu ni Mungu ndiye muumba mwenye nguvu zote. Na Mwanzo sura ya kwanza inapingana na mafundisho yanayosema dunia ilijitokeza yenyewe, hakuna Mungu, uumbaji hauna mpango. Biblia inafundisha kuwa Mungu aliumba kila kitu kwa hekima na kusudi. Na tutakuwa tunaangalia ufafanuzi wa aya kwa aya. Mwanzo sura ya kwanza kifungu cha kwanza kinasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mambo muhimu katika aya hii ni hapo mwanzo, na hii inaonyesha kwamba dunia ilikuwa na mwanzo. Vile vile tunaona ya kwamba Mungu hana mwanzo, na vile vile tunaona kwamba Mungu alikuwepo kabla ya vitu vyote. Katika kitabu cha Zaburi sura ya 90 mstari wa 2, Biblia inasema kwamba tangu milele hata milele ndiwe Mungu. Kuhusu Mungu tunaona kwamba Biblia haijaribu kudhibitisha uwepo wa Mungu, bali inaanza moja kwa moja kwa kumtangaza Mungu. Na kulingana na vile vitu ambavyo Mungu aliviumba, ni kwamba neno hili linaonyesha Mungu aliumba katika pasipo kitu, na vile vile uumbaji ni kazi ya Mungu pekee. Katika kifungu cha pili
kinasema nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa Mungu. Na maana yake ni kwamba kabla Mungu hajapanga vitu, dunia ilikuwa bila mpangilio, kulikuwa na giza, hakukuwa na uhai. Lakini Roho wa Mungu alikuwa akifanya kazi. Tunapoangalia siku ya uumbaji, tunaona ya kwamba siku ya kwanza, hapo tunaangalia Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 3 hadi 5, ni kwamba Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu aliumba nuru, akaitenganisha na giza. Na mafundisho ya kiroho ni kwamba Mungu huleta nuru gizani. Katika Injili ya Yohana sura ya 8 mstari wa 12, Biblia inasema kwamba mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Na katika siku ya pili tutaangalia kifungu cha 6 hadi 8, ambacho tunaona Mungu alitenganisha maji ya juu na maji ya chini, alafu kisha akafanya anga. Siku ya tatu tutaangalia kifungu cha 9 hadi 13, ambacho tunaona Mungu akiumba nchi kavu, bahari, mimea na vile vile miti. Na somo muhimu hapa ni kwamba Mungu huandaa mahitaji kabla ya kuumba viumbe. Na siku ya 4 ni kwamba tutaangalia kifungu cha 14 hadi 19, na tunaona kwamba Mungu aliumba jua, mwezi, nyota kwa ajili ya mwanga, kwa ajili ya majira, vile vile kwa ajili ya nyakati na kwa ajili ya siku na miaka. Na vile vile tunapoangalia kitabu cha Zaburi sura ya 19 mstari wa 1, Biblia inasema kwamba mbingu zazitangaza utukufu wa Mungu. Na siku ya 5 ni tutaangalia kifungu cha 20 hadi 23, ambacho tunaona Mungu akiumba samaki, viumbe vya majini na ndege na akavibariki. Siku ya 6 tunaona Mwanzo, tutaangalia kifungu cha 24 hadi 31, ambapo Mungu tunamwona Mungu akiumba wanyama pamoja na binadamu. Na katika uumbaji wa mwanadamu tutaangalia sura ya 26, ambapo inasema na Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Na binadamu ni wa pekee kwa sababu mwanadamu ana roho, ana uwezo wa kufikiri, vile vile ana uwezo wa kumjibu Mungu, na vile vile ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Pengine tujiulize, kwa mfano wa Mungu ina maana gani? Na ina maana ya kwamba sura hii haimaanishi sura ya mwili vile sisi tulivyo. Kwa hivyo inamaanisha uwezo na kufikiri, au uwezo wa kufikiri, kuchagua, kupenda na vile vile kutawala, na kisha kuwa na ushirika na Mungu. Na vile vile tunapoangalia kifungu cha 28 kinasema Mungu akawabariki, Mungu akawaambia zaeni mkaongezeke. Na kusudi la mwanadamu, Mungu alimpa mwanadamu kuzaa, kutawala dunia, kutunza uumbaji na kuishi katika ushirika na Mungu. Na vile vile tunapoangalia kifungu cha 31 kinasema Mungu akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema sana. Na mafundisho muhimu hapa ni kwamba dhambi haikuwepo bado. Dunia ya kwanza ilikuwa safi, ilikuwa takatifu na ilikuwa nzuri. Na tunapoangalia mafundisho makuu ya kiroho ni kwamba Mungu ndiye muumba, na katika jambo hili tunaweza kulitia nguvu na kifungu ambacho kiko katika kitabu cha Isaia sura ya 45 mstari wa 18, ambacho kinasema maana Bwana aliyeziumba mbingu ndiye Mungu. Na sasa tuangalie Kristo katika mwanzo. Tutaangalia kitabu cha Yohana au Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa 1 hadi wa 3, ambapo Biblia inasema hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Na vitu vyote vilifanyika kwa huyo. Kwa hivyo Yesu alikuwepo katika uumbaji. Na hapo nina maswali ambayo nataka
pengine tujaribu kuyajibu wakati wetu wa ziada. Na swali la kwanza lasema, Mwanzo sura ya kwanza inatufundisha nini kuhusu Mungu? Mwanzo sura ya kwanza inatufundisha nini kuhusu Mungu? Swali la pili, kwa nini mwanadamu ni wa pekee kuliko viumbe vyote? Kwa nini mwanadamu ni wa pekee kuliko viumbe vyote? Swali la tatu, tunawezaje kuitunza dunia ya Mungu? Tunawezaje kuitunza dunia ya Mungu? Swali la nne, ni kwa namna gani Mungu huleta nuru katika maisha ya mwanadamu? Ni kwa namna gani Mungu huleta nuru katika maisha ya mwanadamu? Tuna aya ya kukariri ambayo inatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza, ambayo inasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na tunapoelekea kumaliza kwamba Mwanzo sura ya kwanza ni msingi wa Biblia yote. Na kama mtu haelewi uumbaji, atakuwa na shida kuelewa dhambi. Vile vile atakuwa na shida kuelewa wokovu, atakuwa na shida kuelewa kusudi la mwanadamu, na vile vile atakuwa na shida kuelewa kazi ya Kristo. Somo hili linatufundisha kuwa Mungu ndiye chanzo cha kila kitu, kwamba mwanadamu ana thamani mbele zake, kwamba dunia ina kusudi, na vile vile kwamba maisha yetu yapo chini ya utawala wa Mungu. Na kwa hivyo, kwa hayo najua ya kwamba sasa umeweza kujifunza sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza hadi kufikia mwisho wa sura hii, na ninajua ya kwamba umeweza kujifunza mambo mengi. Na kwa hayo nakutakia kila laheri. Mungu wetu akubariki na kutendee mema. Shalom.